habari za muda huu. Natumaini kwamba mko salama, na nachukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya aliyotupa na kutupa amani katika taifa lililo bora zaidi, Tanzania. Jina langu naitwa Prophet IPM. Ni senior prophet wa huduma ya Embassy of God for All Nations iliyopo Tegeta Mbuyuni jijini Dar es Salaam. Nichukue nafasi hii kuwashukuru waandishi wa habari kwa nafasi hii ambayo mmenipa ya kuweza kuzungumza mawili matatu. Najua mna majukumu mengi sana ya kitaifa, kuhabarisha watu, kufikia watu, lakini mmeona vyema kuweza kuchukua nafasi hii kuweza kunisikiliza. Kwa nachukua nafasi hii kuwashukuru sana. Nina maneno machache sana ya kuzungumza na nyinyi, hasa kwa msimu huu wa Pasaka. Kama ambavyo mnafahamu, nimekuwa nikizungumza maneno magumu sana katika social media, hasa katika maudhui ya mahubiri yangu. Wako ambao wanaelewa haraka, wako wengine wanachukua muda kuelewa, lakini kwa sababu nina wafuasi sehemu mbalimbali Tanzania, Afrika pamoja na maeneo mbalimbali nje ya Afrika, kwa hiyo nimeona nitoe tamko rasmi kwamba katika huduma yetu sisi tunaamini katika kuchinja kama kutoa sadaka kwa ajili ya kuwapelekea yatima na maskini. Na kumekuwa na watu kutaka kuhakiki, kuthibitisha hili. Swala la kuchinja ni swala ambalo manabii wa kale wote walifanya hivyo. Makuhani wote wa kale walifanya hivyo, akianzia baba yetu wa imani Ibrahim aliambiwa na Mungu akafanya hivyo. Na manabii wote wa kale hakuna ambaye hakufanya hivyo. Na kuthibitisha hilo katika Agano Jipya pia, kwa sisi wa Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiye mwongozo wetu, ambaye pia tunatumia kitabu cha Biblia ambacho pia ndiye mwongozo wetu pia, anathibitisha kwenye Luka sura ya 22 mstari ule wa 17 kwamba ikafika siku kuu ya Pasaka ambayo ilimpasa Yesu Kristo kuchinja. Maandiko yanasema Yesu akawatuma wanafunzi wake waende kuandaa Pasaka. Kwa hiyo kumbe Pasaka ni kuchinja, hakuna kingine. Unaposikia neno Pasaka maana yake ni kuchinja. Kwa hiyo sisi tunayafuata haya maandiko, hatudharau. Tunaamini kwenye kuchinja, na hizo nyama wanakwenda kula masikini, yatima na masikini. Kwa hiyo tarehe 18 tutafanya 18 na 19 tutachinja, lakini tarehe 20 tutajumuika pamoja na masikini, tutajumuika pamoja na wajane, tutajumuika pamoja na yatima kula pamoja chakula. Imagine, Mungu anasema, Yakobo 1 anasema dini iliyo safi sio nataka mbele ya Mungu Baba ni kuwalisha yatima na kuwasaidia wajane katika dhiki. Yani definition ya dini ni kusaidia. Kwa hiyo hatuwezi kufunga siku 40 alafu tukajifungia chumbani na watoto wetu wakati yatima analia pembeni. Sadaka hapaswi kula mchungaji zote. Sadaka lazima iwepo sehemu, zinaenda sehemu 3. Sehemu ya kwanza lazima iende kwa yatima, sehemu nyingine lazima iende kwa wajane. Kwa mimi Prophet IPM ninaamini dini ni kushika watu wasiojiweza. Kwa nimesema nifikishe ujumbe huu kwa dunia ili watu wasiwe na mashaka, kwa wale ambao wananifuatilia, na hii sio sheria ya kulazimisha wale ambao hawaamini. Natoa ujumbe huu kwa wale tu ambao wanaamini maandiko na wanaamini Prophet IPM jumbe zangu ninazozileta. Basi sisi tuko tayari kufanya hivi, na Mungu wa mbinguni awabariki. Huo ndio ujumbe wangu kwa jamii. Asante sana. Kuna vituo vingi sana vya yatima kwa Dar es Salaam. Dar es Salaam ambao wapo Kigamboni, Mbagala, na wanahitaji huo. Watafikiwa vipi na hiyo sadaka? Program yangu mimi ninafanya hivi, huwa tunatembelea kwenye vituo vya watoto yatima sehemu mbalimbali, na tuna suspect kuchinja mbuzi zaidi ya 200 au 300 umo. Kwa hiyo nyama ni nyingi sana. Kwa hiyo kuna taratibu tutakayoifanya, kwa sababu tunataka kwenda kuwachukua watoto yatima kwenye vituo mbalimbali. Kituo ambacho kiko kule Mbande kule kina watoto 160 na vituo vingine ambavyo vimetuzunguka. Kwa hiyo wako ambao tutakwenda kuwachukua, lakini wale ambao hatutoweza kwenda kuwachukua basi tutatuma sadaka yetu. Lakini umegusia swala la kuchinja hilo. Unajua ni swali zuri, lakini kwenye kuchinja siamini kama inaweza ikaleta shida, kwa sababu tunakula vitu vingi sana.
tunakula supermarket vitu, si ndio? Kwa hiyo kwa taifa letu ile tukitaka kufuata hizo sheria sana tutajikuta tunalala njaa, kwa sababu wakati mwingine unafika Morogoro tu unakuta kuku anauzwa, si ndio? Uulize amechinja sheikh au amechinja maulama au amechinja nani, unakula tu. Sometimes unakuta mbuzi amechomwa hivyo hivyo. Kwa hiyo sidhani kama hilo linaweza likawa ni kikwazo kwa watu ambao tunawapelekea hivyo vitu kwa nia njema kabisa. Yes. Ukitoa kama kuchinja hivi na kuhudumia watu wengine, mambo ya kuchinja na kuwapa watu chakula kama mchinja, inaonekana kama ni watu wanatoa kafara. Ni kwamba inaleta wasiwasi. Kafara sio jambo baya. Yesu mwenyewe alitolewa kafara. Shida ni definition, shida ni hilo neno kafara. Yaani watu wakishasikia kafara wanafikiri ni yani ukitamka tu neno kafara unamwona mama kazikwa, unamwona mdogo wako kazikwa, unamwona bi mkubwa yuko kaburini. Neno kafara ni neno la Kiswahili tu, ni namna ya kutoa sadaka inayokuuma. Kwa hiyo sio dhambi watu kutoa sadaka zao. Kwa sababu watu wanatoa sadaka zao lengo ziwafikie masikini. Yaani wewe uweze ukasema unampenda Mungu afu masikini humgusi. Wanaelewa vizuri. Yaani dini imeletwa duniani kugusa watu wasiofanyaje, wasiojiweza. Tunajenga shule, mwisho wa siku hizo shule badala tusaidie omba barabarani, tunajinufaisha sisi wachungaji. Yani hela zote za shule sisi ndio tunafanya, tunatumia. Tunakuwa na magari kama msafara wa waziri wakati kuna masikini barabarani. Kwa hiyo dini imekuja duniani kuleta nini? Kuleta upendo, kushika watu wasiojiweza. Hiyo ndio purpose ya Mungu. Pengine kuna ambao wanaamini kwamba tunazungumza kauli ya kuwa na magari na msafara, lakini kirejea kwenye maandiko mnasema kwamba kila mtu anakula kwenye meza yake, si? Tunazungumzia magari, si ndio unajifananisha kwenye meza yako? Maandiko yamesema hivi, leteni zaka kamili nyumbani mwa Bwana ili pasikosekane chakula. Mchungaji lazima apate chakula. Unaelewa vizuri? Na maandiko alikuwa anasema hivyo mwanzoni kwa sababu wachungaji walikuwa wafanyi shughuli nyingine. Yaani walikuwa wao ni kanisa tu. Wao ni madhabahuni peke yake. Lakini sasa leo hii wachungaji wana miradi, wachungaji wana makampuni. Unaelewa vizuri? Sasa sio mbaya mchungaji kuendesha gari zuri au kuwa na maisha mazuri, lakini je, hali ya wanaowaongoza ikoje? Kwa sababu mimi naamini IPM, hali ya kiongozi ndio hali ya anaowaongoza. Kwa hiyo haiwezekani mimi IPM niwe na bilioni 2 benki, alafu ndani ya kanisa langu kuna yatima, ndani ya kanisa langu kuna wajane, kuna watu hawana maisha, nashindwa kuchukua hata milioni 200 niende Bagamoyo ninunue kiwanja labda heka 2 nianzishe project ya vijana, kwamba nyinyi vijana ndani ya kanisa project hii hapa, si ndio? Mfuge kuku au mfuge mifugo kwa ajili ya kutaka kuwainua vijana. Kwa hiyo mimi naamini katika upendo. Wasiwasi wa watu wengi kwamba makanisa ambayo yapo sasa hivi kama miradi fulani mnafanya kwenye jamii. Huwa ninasema siku zote Mheshimiwa Rais na Daktari Samia Suluhu Hassan ana msemo wake, anasema annasu shahidillah, kwamba watu ni mashahidi wa Mungu. Unapofanya jambo katika jamii, watu wana akili, watu wanaona, wanajua huyu ni mtumishi wa Mungu, haya ni manyanga. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo mimi siwezi kuja hapa mbele ya media nikaanza kujitetea, jamani mimi niko real. Mimi niko real. Mwandishi wa habari mmoja aliniuliza swali, kwa nini unafuatiliwa na wanaume asilimia kubwa? Unaelewa vizuri? Nikamwambia mimi sifundishi mihemuko, sifundishi misisimko, kwamba pokea gari, pokea mume, pokea nyumba, no. Mimi nakufundisha sheria na kanuni za maisha. Alafu hizo sheria na kanuni za maisha wewe utazipima kwa akili yako. Anachokiongea IPM kina make sense au ni ujinga? Kwa sababu mimi IPM siwezi kuwa na akili zaidi ya watu milioni 70 katika taifa hili. Kwa watu wenyewe wataamua tu, watachagua okay, huyu jamaa yuko anachozungumza ni fact au ndo wale. Sababu huwezi kupinga uongo. Uongo upo duniani na 90% dunia imejengwa kwa uongo. Kwa hiyo ukweli ni mchache sana. Sasa huo ukweli wanaotakiwa kujua ni ninyi na sio mimi kuanza kujitetea na kadhalika. Yes. Tunashauriwa kutoa hizo kafara na hasa wale ambao wanasisitiza sana. Kwa pia hapa nyuma ilikuwa ni kampeni ama kushawishi mafundi wanaofanya ujenzi waweze kufanya hizo kafara. Pengine kuna siri gani kati ya utajiri na kutoa kafara? Siri iliyopo ni mfumo wa Mungu. Mungu ndo amesema hivyo kwenye Mwanzo 22. Alimwambia Ibrahimu, nitolee mchukue mtoto wako, nenda mpaka mlima nitakao kuelekeza. Ibrahimu akatii, na alikuwa na mtoto mmoja peke yake. Unaona, akaenda mpaka mlimani. Alipofika mlimani anataka kumtoa, akaambia stop.
Malaika ambia usimtoe. Hatutoi mtu, tunatoa mnyama. Alipogeuka akamkuta kondoo, akamchukua kondoo akamtoa. Kwa hiyo sisi tunatoa wanyama, ni mfumo wa Mungu. Lakini leo hii kwa sababu ni vitu ambavyo viliachwa, vilifunikwa kwenye Biblia, inaonekana kama ni ushirikina, wakati watu wote walifanya hivyo. Hakuna mtu katika Biblia amefanikiwa hakufanya kafara, hakutoa wanyama, kwa sababu unapotoa, kaka, starehe kubwa duniani ni nyama. Kwa hiyo unapoenda kumpa masikini nyama, mtu anafurahi. Hakuna Wachina wanakuja hapa, Waturuki, nyinyi mashahidi, hakuna mradi wanaanzisha bila kuchinja. Unaona, wanachinja, alafu kuna Waturuki wapo pale Dodoma, wamekwenda wamechinja mbuzi 60, ng'ombe 60, alafu wamewapa kijiji kizima, masikini, watu wasiokuwa na uwezo. Lengo miradi yao isikwame. Hakuna tajiri achinji, wana akili na wanajua ninachokiongea. Kwa hiyo unapotoa sadaka ukampa masikini, mambo yako yanafanyaje? Mambo yako yanakwenda. Na hiyo ndio dini sasa. Yaani wewe hata uswali swala 6 kama usaidii masikini, mimi siwezi kuelewa. Hata uwe na misaraba 200 shingoni, kama usaidii masikini, siwezi kukuelewa. Na ndio maana watu wanasema leo dini zimekuwa nini? Imekuwa biashara, kwa sababu ile dhana ya dini katika jamii haionekani. Kwa hiyo mimi niko tu kuiamsha Afrika iweze kuelewa hiki ambacho kinaendelea. Sasa nafasiri kama chinja ni ushirikina. Wengi imani ya watu wengine. Kwa nini watu wasitoe sadaka na pesa? Watu wengine wanahusisha damu. Uongo ukisemwa sana unaonekana ukweli. Maandiko yanasema kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Simoni. Huyu jamaa aliwaongopea watu toka udogo wake mpaka utu uzima. Yaani watu wamekaa kuanzia miaka 10 mpaka miaka 100 wanadanganywa na wanaamini ni ukweli. Kwa hiyo ukweli umezungumzwa sana, mwisho wa siku umeonekana nini? Uongo umezungumzwa sana, mwisho wa siku umeonekana ni ukweli. Kwa sababu mimi lazima nikufundishe kanuni. Fanya kazi, kuwa na akili timamu, jitume, mwaga jasho, pambana, safiri, unaona bwana, toa sadaka. Hizo ndo kanuni za mtu kufanikiwa duniani. Sasa nisipowafundisha watu yale ambao nimeyaona watu wakiyafanya wanafanikiwa, nitakuwa naanza kuwadanganya watu, ndawaambia okay, sasa shika kitambaa hiki utakuwa tajiri. Sasa mimi siwezi kumdanganya mtu, mimi nafuatiliwa na watu wengi duniani wenye heshima zao, ukiwepo na wewe. Sasa siwezi na mimi nikaingia kwenye mkumbo wa kuona sababu hivi huu ni ulaghai, alafu mwisho wa siku niende Israeli nikachukue mchanga nilete Tanzania niwauzie watu 200,000. Siwezi kufanya vitu kama hivi. Lazima niwafundishe jamii vitu ambavyo hata leo na kesho IPM nipo sipo nasema huyu jamaa alikuwa anaongea vitu vya maana katika jamii. Okay, yes. Mimi nataka nijapo kidogo tuje kwenye mambo yako binafsi. Kwa sababu tumezoea kuona muonekano wa manabii, wachungaji wakiwa katika muonekano fulani. Lakini wewe muonekano wako umekuwa ni tofauti kidogo, kuanzia mwili wako ulivyo, vyuma na vitu kama hivyo. Labda hii inakupa ukakasi gani mpaka sasa? Kwa sababu nimeshajaribu kupitia baadhi ya comment mbalimbali. Hata siku moja kuonekana mtu mkubwa ni maarufu. Akaniambia, "Si huyu jamaa ni mchungaji, mbona amejaa sasa hivi?" So nilishindwa kujibu kwa sababu yani sikutaka kueleza mengi kwa sababu nilikuwa sijakujua vizuri. Lakini nilikuwa nataka tu uambie wa Tanzania. Maandiko yanasema mazoezi ya mwili yafaa, lakini neno la Mungu likae kwa wingi mioyoni mwenu. Mimi napenda mazoezi. Sipendi kuwa na mwili ambao yani unajua unashindwa hata kufunga kiatu. Lakini ukifanya mazoezi unaweza kuperform vizuri vitu vingi. Lakini hata kuhubiri unakuwa unahubiri, unakuwa ule yani unahubiri kama vile unakuwa kama vile unalazimishwa, yani unakosa hata ile balance. Kwa hiyo ukifanya mazoezi unakuwa na afya njema, unakuwa na appearance nzuri, ngozi inanyoka. Performance katika mapenzi, mnafahamu vijana nyinyi, unaona bwana, uwezo ukasema una perform mapenzi tumbo liko kule, na lazima tunaogopa kukimbiwa na wake, vitu kama hivyo. Lakini mazoezi mimi ni nature yangu, sababu toka zamani mimi nafanya mazoezi. Sipendi kuishi kizembe. Niangushe lakini tusumbuane kidogo. Yeah. Prophet, nadhani utakuwa mtu wa pili nadhani kwenye kuzungumzia swala hilo la kafara. Yupo mtu pia ambaye kwa anatoa elimu na anazungumza sana kuhusu masuala ya kafara. Ndugu yetu anaitwa Chief Godwin. Lakini watu wengi wanasema huyu kijana anapotosha jamii kwa sababu anasema mafanikio yake yanatokana na hizo kafara ambazo anafanya kuchinja wanyama kama mbuzi na ng'ombe. Labda sasa wale watu ambao wana huo mtazamo kwamba ni njia ya ushirikina kama ambavyo alisema mwenzangu hapo, lakini hawaamini katika mafanikio pia ya huyo kijana kwa anatokana na hizo kafara.
Kuna kitu kinaitwa local investigation, kuna kitu kinaitwa commitment investigation, kuna kitu kinaitwa normal investigation. Huwezi kulihakiki jambo bila kufanya uchunguzi. Sasa Chief Godlove ni kijana wa Kitanzania, anapambana, anatoa hizo elimu na kadhalika. Mimi sijapata muda wa kumfuatilia, yani kuzama kabisa nimfuatilie nini anakiongea. Lakini pia siwezi kumuingilia kwa sababu sijui kanuni anazozitumia. Mafanikio ni sheria na kanuni. Kwa hiyo sijui ni sheria zipi na kanuni anazozifanya mpaka kuweza kuwafanikisha hao labda anaosema na wafanikisha na kadhalika. Lakini pia IPM ni mtu ambaye naangalia sana mazuri kuliko mabaya. Kwa hiyo maybe kama kuna jambo anafanya jema katika jamii, basi acha nimsupport. Lakini kama anafanya baya pia, tuko duniani, muda unazungumza kila kitu, muda usahau, muda uongopi. Hivyo. Kwa mfano kama Mwamposa tushaye kuzungumza, kuna siku tuliitwa na mkurugenzi wa CRDB. Tulikuwa kuna program ilikuwa inazinduliwa pale ya CRDB Sadaka. Kwa hiyo tuliitwa pale kama viongozi wa dini na mimi nilishiriki. Kwa hiyo tulifika pale, kukawa na waandishi wa habari nje, tukawa tunahojiwa. Kwa hiyo tulisalimiana tu vizuri, nikamsalimia naye akanisalimia. Na kuona bwana, nikamwambia nashukuru na mimi nakuona. Ikawa tu hivyo peace. Ni watu tu wanatugombanisha kwenye mitandao ya kijamii, wanaweka picha yangu YouTube hapa, wanaweka hapa IPM ampasua. Nimempasuaje? Mimi na waheshimu watumishi wa Mungu wote. Yaani mimi si hivyo yani. Wewe umesema unapenda kufuatilia na wanaume. Lakini jamaa kagusiwa na mwanamke mrembo. Unawezaje kumtetea hiyo kwa sababu unafuatilia na wanaume alafu na sasa mwanamke mrembo, mwanamke mrembo ni yule ambaye wewe unamuona. Unaelewa vizuri? Yani uzuri wa mwanamke ni namna ambavyo wewe unamuona. Mimi nashukuru ndugu mwandishi wa habari kwa kumuona ni mrembo. Lakini baada ya interview hii nitakuona baadaye tufatu unieleze kiundani urembo upi sababu kuna urembo mimi naujua, hata kama na yeye anaujua atatakiwa anieleze kaujuaje. Na umesema nafanya mazoezi, kwa hiyo ujiandae. Hapa sibofi. Maliza hapo tu. Prophet kwa mimi naitwa Amos kutoka Mara TV. Swali langu ni kwamba miezi ya nyuma kama miwili mmoja hivi na nusu, kuna clip yako moja imekuwa ikitangaa katika mitandao yote kwenye TikTok, Facebook, Instagram. Kuna moja kati ya mafundisho yako nadhani sijajua ulidokeza kwenye mafundisho yako kwa wanazungumzia kuhusu mwanaume kukaa nyumbani akawa anaangalia tamthilia kwamba anajua kila channel yenye tamthilia anajua. Na maoni ya watu kwenye comments wakawa wanasema mbona kama mtumishi anaingilia fani za watu, kama yani wakaona kama ulikuwa unawachafua watu wa Bongo Movie. Unajua kusema mimi katika mafundisho yangu na focus sana watu wafanye kazi, watu wapambane, watu wamwage jasho. Hakuna cha bure duniani kaka. Ni vizuri. Sasa kwenye mafundisho ndio hizo clip, yani mtu anakata, anarusha. Ni vizuri. Sasa niliposema vijana kuangalia movie, sikusema kwamba watu wasiangalie movie. Ndio maana mwishoni wa ile clip unasema angalia movie ya Nodi Shows, nige maliza amka ondoka kupige kazi. Unaona kitu kama hiko. Lakini uwezi kuwa mtoto wa kiume kaka ukakaa asubuhi mpaka jioni, yani una kazi ya kufanya unaangalia movie. Yani uwezi kuwa mtoto wa kiume umetegesha tu miguu sebleni unaangalia series ya miaka 3. Isidingo toke naanza mpaka leo unaijua kila kona. Yani utafanya sangapi kazi? Utapambana sangapi katika maisha? Kwa hiyo ilikuwa ni lengo la kutaka tu kumunyanyua mtoto. Na uwezi kuamini, next Sunday alikuja kijana kutoka Bunju B akanambia Prophet, yani nilipoona ile clip nilinyanyuka nikamwacha wife nikaondoka. Kwa hiyo kuna kitu mtu akikisikia kinafanyaje? Kinamwamsha. Kumbe nimelala. Nafanya nini nyumbani hapa? Ngoja nikapambane. Kwa hiyo ilikuwa ni lengo tu la kutaka kuwafanya vijana wapambane katika maisha, na sio kwamba wasiangalie. Unaweza ukaangalia Bongo Movie, unaweza ukaangalia movie, unaweza ukaangalia. Kwa mfano mimi napenda kuangalia investigation, ile channel ya investigation. Napenda movie zenye akili. Huwa napenda kuangalia vitu kama hivyo. Movie za mission naangalia hata mimi. Lakini sio asubuhi mpaka jioni miezi miwili unafuatilia, yani una kazi ya kufanya. Hiyo ndio ilikuwa ni dhana yangu au dhamira yangu. Haikuwa kwa